habari, serikali yenu inatambua na kuthamini mchango mkubwa kama nilivyosema kwenye salamu za viongozi. Nasi wasaidizi wa viongozi hawa wakuu tunawahakikishia kuwa tutafanya kazi pamoja na nyie, na kupitia vyombo vya habari tutaweza kuhabarisha wananchi wetu shughuli mbalimbali, mipango mbalimbali ya taifa hili, lakini kuhamasisha ushiriki wa wananchi katika shughuli hizi. Na vyombo vya habari vimekuwa sehemu kubwa katika kutoa elimu kwa wananchi, kama nilivyosema awali kwamba vyombo vya habari vina kazi ya kutoa elimu, kuhamasisha maendeleo, kuonya, lakini pia hata kuburudisha. Na tunaposema kuelimisha wananchi, tunakwenda kuambia masuala mbalimbali muhimu katika taifa hili, ikiwa ni pamoja na elimu ya uzalishaji, ujasiriamali, maendeleo ya jamii. Haya ndio maeneo ambayo sisi tunayaangalia. Lakini vyombo vya habari vimekuwa na nafasi kubwa katika kulinda na kudumisha amani, umoja na mshikamano wa kitaifa, na vinachangia sana kwa kiasi kikubwa katika kuijenga taswira chanya ya taifa hili. Hatua tuliyofikia leo katika nchi, huwezi kutenganisha maendeleo ya taifa hili na vyombo vya habari, kwa sababu mtu aliyoko Lindi anajua mafanikio ya Arusha, anasikia mafanikio ya Mara, anasikia mafanikio ya Kagera, anasikia mafanikio ya Iringa, na kule Rukwa, Katavi, anajua kabisa kwamba nchi hii inapata maendeleo kutokana na mchango wa vyombo vya habari kwa kuhabarisha umma ya matukio yote ambayo yanaendelea. Vyombo vya habari viendelee kutoa taarifa mbalimbali za maendeleo nchi hii, na kama kweli tutazingatia uzalendo, weledi, maadili na taaluma ya uandishi wa habari, utamaduni, mila na desturi za nchi yetu, tutafanikiwa sana na tutapata maendeleo makubwa. Na sina mashaka kwa sababu leo tumeweza kukaribisha mataifa jirani ndani ya bara la Afrika, tumekaribisha mataifa ya nje kwenye kongamano hili, na kwa hiyo kila mmoja atatoa uzoefu wake. Sisi tutapata yale muhimu yanayofanana na utamaduni tulionao ndani ya nchi na kuyafanyia maboresho kwa mujibu wa utamaduni tulionao wa nchi yetu. Na kwa hiyo katika kufanya kazi yetu tulenge zaidi kutoa habari zilizo sahihi na ambazo zinakwenda kuifanya jamii iweze kufanya vizuri zaidi wakati wote, na tuzingatie ukweli wa taarifa zetu. Ndugu wanahabari, leo mnazungumzia uhabarishaji kwenye dunia mpya, athari ya akili mnemba kwenye uhuru wa vyombo vya habari, yani reporting in the brave new world, the impact of artificial intelligence on press freedom and media. Mimi naonea wivu sana. Mimi nilipoanza uandishi wa habari tulikuwa tunatumia kutuma habari kwa simu, telephone. We are using telephone to file our news from wherever we are. Kwa hiyo tulijifunza kutumia maneno kama alpha, beta, wewe usema A, usema alpha, anajua ni A. Na ilipokuja telex ikafungwa Kilimanjaro Hotel, yalikuwa ni mapinduzi makubwa kweli, kwa sababu kwa mara ya kwanza sasa tulianza kupata habari moja kwa moja kupitia telex kutoka AFP, Reuters na mashirika mengine ya habari. Na ilipokuja fax yakawa ni mapinduzi makubwa zaidi. Mimi ni shahidi wa uandishi wa habari kutoka ambapo hakuna fax, hakuna telex, na unatumia simu ya mkono. Na nakumbuka baada ya Mwalimu kuhutubia taifa kutoka Bunazi, Uganda, baada ya vita vya Uganda, ilibidi kutuma habari kwa simu ili iwahi deadline. Sasa sauti ya simu ni ngumu, na newsroom sisi tulizoea huyu anapokea simu, huyu anapokea simu, huyu anapokea simu. Kwa hiyo tulizoea sisi kupokea habari kwenye kelele, na ndio maana napenda kelele kwa sababu inanifanya nifikiri vizuri zaidi. Hayo nyinyi mmepiga hatua kubwa leo katika uandishi wa habari, lakini teknolojia isiwalemaze mkadhani teknolojia ndio kila kitu. Bado hata hii akili mnemba imetengenezwa na binadamu, inakusanya maudhui ambayo binadamu wameyaandika na kuyaweka. Kwa hiyo changamoto kubwa ya sisi wa Tanzania ni kuandika mambo hayo kwa wingi, na ndio maana Mheshimiwa Waziri Mkuu, hatujasoma bajeti yetu, lakini tumefanya maamuzi tena kuanza maandalizi ya kuanza external service, idhaa ya Kiingereza ya TBC, ili kuitangazia dunia kujua Tanzania inafanya nini, ili maudhui yawe mle. Ukifanya utafiti, ukichukua kuhusu Julius Nyerere kupitia akili mnemba kwa Kiswahili, utapata picha nzuri sana na chanya ya Nyerere. Lakini chukua Julius Nyerere hiyo hiyo kwa Kiingereza, utaona ni hadithi mbili tofauti. Kwa hiyo akili mnemba isiwafanye mkafubaa, mjue bado akili zenu zitumike.